Sasa hivi uko clear? Ulikuwa na shida gani ulipokuja hapa? Nilikuwa nasumbuliwa na mapepo. Mapepo yalikuwa naje? Nilikuwa napiga watu. Unapiga watu? Kutoka wapi? Ya nyumbani. Wapi? Nyumbani wapi? Da. Yule baba alinipigia simu akaniambia mimi ni afisa, sikuna kitu alitaja. Lakini nikamwambia tatizo liko tangu akiwa shuleni. Kwa hiyo cha kufanya niletee daftari ya mwanao. Babaka aliwahi kufika hapa. Si amefika eh? Wangapi wanamkumbuka yule baba? Alikuja akaniambia sijui kama mtoto wangu atapona. Yaani maana amekuwa crazy, amekuwa kichaa. Kama anavyosema alipelekwa mpaka kwa waganga. Baada ya kufika hapa, ulifikaje kwanza hapa? Kuna siku nenda kwa mama. Mama? Kwa mama. Mama Wili ni nani? Huyu hapa, manetu Nikamwambia akaniambia una imani? Una imani? Akaniambia kama mtakuna mimi nitakuwa na imani lakini sijui. Akaniambia njoo. Hivi unapokipiga kelele, hata barabarani unapiga tu kelele? Nyumbani kwa ndio ilikuwa huyo mtu alikuwa akibisa kunifuata hivi. Na jamu tu unaanza kukurauka. Na babaka alikusomesha kila mahali anakupeleka hamna elimu. Sikiliza, nilionyeshwa kwenye ardhi yako imeandikwa hivi, hata kwa nikampa babake maelekezo. Njoo na daftari ya mwanao. Lakini nikamuelekeza kule kwenye ardhi yako aje naye. Akaja naye mpaka wapi? Nikamwambia kibidi achilia na sadaka kama mbegu. Kwa hiyo akaja. Na tangu siku alipokuja, baada ya kuja wakaletwa sasa huyu. Baada ya kuja nilikuwa nimekaa pale mimi. Lakini hizo siku mwanzo nilipokuja sijasikia kabisa kitu chochote kinachoongelewa. Yaani nilipofika hapo mlangoni akili zangu zikawa mseme hazipo. Nimeingia nisijue kama nimeingia kanisani au nimeingia wapi. Bado unatoka. Yaani nimefika huko mbele kabisa. Ndio sasa akili zangu zikarudi nikaanza kupiga simu na watu. Kadri siku zilivyo hivi. Ukaanza kuja sasa. Ukaanza kulipa karauka ya mashetani hapa sasa. Baada ya kurauka nikakupa maelekezo. Ukamuita na mzazi. Akaja. Baada ya kuja na daftari ile nikamuelekeza kila kitu. Nini kimetokea? Uko vizuri? Kabisa? Ndio. Urauki tena? Sirauki tena. Baba anasemaje? Baba anafurahi. Niambia tusiache ibada. Anakuambia usiache. Ndio. Nini aje? Yesu ndiye msema mbana. Amebana. Mama? Mungu wa baba. Alipo wapi? Yuko da. Kwa baba yuko wapi? Yuko Mbulu. Mbulu. Mama? Kwa atakuja lini? Unategemea kurudi kule? Nitaenda kama kusalimia. Nitaenda kusalimia. Huko umependa? Sasa hivi uko kilia. Mashetani hayapo. Upiki tena kurauka. Ulikuwa ukirauka unaona nini? Kama kule nyumbani. Kuna wewe ukipita. Anasema wewe na kucontrol kama remote. Na control kama remote kule nyumbani. Ambaye nimesema tatizo liko kule nyumbani. Kwenye ardhi ya kwenu. Yesu anafanya afanye. Leo uko vizuri. Na hamna chochote mlichotoa. Ni hiyo tu nitamka na ulienda paka kwa mganga kala kuku. Kuku mganga ndiye amekula kuku au ni supu? Mimi nilikuwa tuna madawa, sijala hata nyama. Umesema umekula dawa? Kuku? Nani amekula? Hiyo mambo tu watakula au wengine. Kwa hiyo kuku unaangalia wewe kwa macho. Sasa unakunywaje dawa? Unakulaje hiyo dawa unameza na nyama imechemshwa. Unakunywa dawa na supu ya kuku. Ndio. Jamani, mwenye jibu la maisha yako ni Yesu. Mwenye jibu la maisha yako ni damu ya Yesu. Ulisoma shule ngapi? Nimesoma shule nyingi. Unahamishwa? Shule hii unahamisha, shule hii hamisha kule kote. Maana nisema hata kwenye mtihani tofauti. Na siku ya mtihani kesho yake, jana yake nikapasuka kidole. Pasuka kidole wapi? Baada ya kupasuka mtihani kama napata shida kwa. Kwa hiyo kikaribia tu mtihani unafeli. Ukifeli wewe unahamishwa. Baba na shule ngapi wamekuhamisha? Kama ngapi unakumbuka? 3 hadi 4. Kiwa la ngapi? Ya msingi, sekondari. Kwa ukiwa msingi ulihamishwa kwenda shule nyingine. Sekondari ukiwa sekondari ulihamishwa kwenda sekondari nyingine.
kilichokuwa kinaendelea. Kumbe ni spiritual imefanya kazi. Ukombozi wako umefika. Tena nimwambie babake, naomba uje na imani na kuhakikishia. Tena alinipigia simu na kuhakikishia mtoto wake atakuwa salama. Leo yuko salama, yuko salama. Tena alikuwa binti. Wangapi aliwaumiza hapa? Alikupiga kofi? Njoo hapa, alikupiga kofi. Wapi? Tumboni. Sasa wewe msamie, maana sio yeye. Eti wewe uliwapiga watu makofi? Sasa uje wapiga. Wewe unamsikia. Lakini leo angalia kazi uliyokuwa unafanya kumshika huyu. Leo ni baraka kwako. Huduma uliyokuwa unaifanya kujitolea, naomba muelewe, hii huduma mnaofanya ni baraka. Leo dada anajisikiaje? Anaomba Mungu tukufu, ampe Mungu tukufu. Ule utukufu unarudi kwamba wako waliomsaidia. Sema basi amina. Kwa hiyo dada ni baraka, ni utukufu. Kazi uliyotaabika japo ulipigwa haijaenda bure. Mungu ameonekana. Muulize na wewe Mungu, mkumbushe Mungu, nilimshika yule mtu, kama amepona yeye na mimi nataka nifanyeje? Nipone. Mungu akubariki mwana. Unaangalia wenzako hapa ambao wamefika. Wao tu na imani. Watapona. Na ulienda makanisa mengi. Kama ngapi? Mara kwa siku nilikodoa bajaji. Nilipelekwa kwenye maombi. Wapi? Kule nyumbani. Sijafika hata kwenye bajaji, nimepanda bajaji njiani nikaruka. Wakanikuta nyumbani. Uliruka kwenye bajaji? Ndio. Haujaumia? Kwa nini uliruka? Sijui hata. Na ulipopelekwa mganga aliongea na wewe? Anaongea tu na mkazi. Dawa zinaletwa. Na bado tatizo likarudi. Lakini leo unashuhudia uko salama. Sasa unaweza ukatoa na huduma kaombea wengine. Hivi nimekubatiza? Ubatizwe sasa. Sawa? Ubatizo kesho. Sawa mwanangu. Hauna mpango wa kumwacha Yesu? Una mpango wa kumwacha Yesu? Baba yako sasa atakwambia kwa heri kabisa. Kwa sababu ulipokuwa shida alisukuma. Sasa hivi anakupenda, ni mwanangu. Mungu akubariki. Pe Yesu makofi kwa ajili yake.